Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waheshimiwa waandishi wa habari ambao tumekutana hapa leo, pamoja na mambo mengine ambayo tumezungumza, pia kama Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, tungependa kuzungumzia jambo muhimu ambalo pengine mmeshalisikia na linazungumzwa katika baadhi ya mitandao, la kuhusu maandamano ya tarehe 7 yasiyokuwa na kikomo ambayo yanazungumzwa kuratibiwa na baadhi ya watu. Tunafahamu kwamba maandamano ni haki ya mtu na ni swala la kikatiba, lakini yana procedures mbalimbali za kupitia mpaka yaitwe maandamano halali. Kwa hiki kinachoendelea sasa hivi na mamlaka za serikali, kama tulivyosikia, ni kwamba maandamano hayo hayana baraka yoyote ile ya serikali na vyombo husika vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo sisi kama Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, sisi kama Waislamu tunaendelea kuwahimiza Waislamu popote walipo nchini, vijana hasa vijana ambalo ni kundi linalolengwa katika suala hili la maandamano. Tunawaomba sana wawe watulivu, wawe wavumilivu katika kipindi hiki, wasiingie katika ushawishi wote wa kuingia katika maandamano. Na kama vijana wana masuala mbalimbali, changamoto zao mbalimbali, basi tuchukue hatua za kuwasilisha katika mamlaka zinazohusika katika njia sahihi. Na tuwaombe pia viongozi wa serikali katika maeneo mbalimbali, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, viongozi wa dini, uko waratibu kata na kadhalika, wajaribu kusikiliza vizuri changamoto za watu, hususan vijana, na kuzitafutia ufumbuzi katika maeneo waliopo, ili wasiingie katika huu mkumbo ambao unawakumba katika kipindi hiki cha maandamano. Tumeona athari ya maandamano yaliyopita, yalitusababishia hasara kubwa sana, na yalisababisha pia vifo vya wapendwa wetu wengine, lakini uharibifu wa mali, lakini pia tulipata kipindi kigumu cha kutoshughulika na kazi za kiuchumi, na tukasababisha familia zetu, jamii zetu kuteseka katika kipindi ambacho hatukutegemea. Tusingeomba hali hii karudi. Sidhani kama kuna mtu yoyote kati yetu anaweza akawa amefurahia kilichokuwa kimetokea. Wawe ni viongozi wakubwa, wawe viongozi wadogo, wawe waliohamasisha maandamano, wawe ambao hawakuhamasisha, wote tuliathirika. Kwa hiyo kwa upendo tulionao na uzalendo katika nchi yetu, tuchukue nafasi hii kuhamasishana sisi sote katika kuhimiza amani na upendo, lakini pia tuache swala la maandamano lisitokee kabisa katika maeneo yetu. Tuwe mabalozi wa kila mtu, vijana wa Kiislamu mahala popote walipo, mashehe wetu wa wilaya, mashehe wetu wa mikoa, mashehe wetu wa kata, viongozi wa kata, makatibu, vijana, jumuiya za vijana, jumuiya za kina mama. Tupeleke ujumbe huu maalum. Viongozi wetu wakuu wa taasisi wamekubaliana katika kuhimiza amani na kuepuka swala la maandamano, lakini hoja za msingi za matatizo ya kila kundi, kundi la vijana, kundi la kina mama, kundi la wazee, basi yapelekwe katika maeneo husika, yashughulikiwe kwa njia sahihi, lakini tuepuke sana swala la kuingia katika maandamano. Tumesikia wengine wanawashawishi maandamano, wengine wanawashawishi kwamba kila anayeandamana na wao watapambana nao. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba wewe unaweza kaamua kutoka kwenda kuandamana, na wale wanaokataza maandamano na ambao si katika wale viongozi wa jeshi la polisi na vyombo vya usalama, na wenyewe wakatoka, mkakutana. Basi mkikutana, wanaokataza na wanaotaka kulazimisha maandamano, likatokea jambo ambalo si sahihi. Kwa hiyo busara ni kukaa kimya na kupumzika na kutoshiriki katika hamasa yoyote inayohusiana na maandamano. Na kama kuna matatizo yetu tunahisi tunayo, basi tutumie njia sahihi za kuwasilisha ili tuweze kutatua matatizo yetu. Lakini maandamano yasiyokuwa na kibali, maandamano yasiyokuwa na ruksa,
si sahihi kwetu sisi na tuepuke kushiriki katika vitu kama hivyo. Wabillahi tawfiki wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.